Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine kwa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Bila shaka tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, pamekuwa na ishara nyingi ambazo zinajitokeza za kubashiri ya kwamba eneo la Afrika Mashariki katika siku za usoni linakuja kuwa ni eneo muhimu kama alama ya ukuaji wa uchumi katika eneo la Afrika. Na hili linatokana na baadhi ya taarifa au data ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya taasisi muhimu duniani kama World Bank pamoja na IMF, zikiashiria kwamba ukichukua eneo lote la Afrika, kwa maana Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, katikati ya Afrika, kusini mwa Afrika pamoja na Afrika Mashariki, eneo la Afrika Mashariki linaongoza hivi sasa kwa sehemu ya ukuaji wake wa uchumi. Manake uchumi wake unakuwa kwenye takriban asilimia kama 5.8 mpaka kufikia kwenye asilimia kama 7.5 kwa wastani, kwa maana kwamba linabaki kwamba ni eneo moja katika maeneo muhimu yanayotoa ishara ya kwamba uchumi wa Afrika hivi sasa unakuwa. Lakini vile vile hilo linaendelea kuonyeshwa au linaweza likaendelea kuchagizwa na ujio wa watu muhimu. Takriban zimepita siku kadhaa toka rais wa nchi ya Ufaransa Emmanuel Macron alipozuru katika nchi ya Kenya. Kuelekea kwake katika nchi ya Kenya hakutoi tu ishara ya umuhimu wa nchi ya Kenya katika upande wa siasa za Afrika, lakini vile vile na katika upande wa ukuaji wa uchumi wa Afrika, lakini vile vile inatoa ishara ya umuhimu wa eneo la Afrika Mashariki. Na hili tunaweza tukalichukua kutokana na sehemu ya mahojiano ambayo yalikuwa akihojiwa siku za karibuni mfanyabiashara mkubwa katika bara la Afrika, lakini vile vile mwenye ushawishi katika sehemu ya dunia, Aliko Dangote. Mmoja katika maswali alipata kuulizwa ni kuhusiana na promising countries, nchi ambazo unaweza ukambashiria mwekezaji kwenda kufanya uwekezaji katika sehemu husika, kwamba anaweza akafanikiwa au akapata faida. Moja katika nchi alizozitaja, alitaja nchi mbili kutoka katika upande wa Afrika Mashariki, kwa maana nchi ya Kenya pamoja na nchi ya Tanzania. Hii ni miongoni mwa alama muhimu za kuonyesha kwamba moja katika nchi giant katika upande wa Afrika Mashariki, maana tunazungumzia nchi za Kenya na Tanzania, lakini vile vile kulingana na kauli ya Aliko Dangote ilikuwa inatoa ishara kwamba nchi hizi ambazo zinaonekana kwamba ni moja katika nchi kubwa za Afrika Mashariki, lakini vile vile zinazingatiwa kwa ukuaji wake wa uchumi na kwa mazingira mazuri kwa wawekezaji kwenda kuwekeza. Lakini hilo vile vile inaweza kuthibitishwa na hatua yake mwenyewe Aliko Dangote ya kukusudia kutengeneza kiwanda cha usafishaji wa mafuta, ambapo kwa idea ya mwanzo inaonekana ilikuwa ni upande wa kule takriban nafikiri Chongoleani, upande wa Tanga, lakini ni idea ambayo baadaye ilikuja ikawa ipo kati kwa kati, lakini inaonekana ametoa pendekezo la pili la kuonyesha kwamba angependa zaidi kufanya uwekezaji huo katika nchi ya Kenya, hasa katika upande wa Mombasa. Sasa hatua hii ya Aliko Dangote vile vile tumeichukua katika uzito wa hali ya juu kwa sababu ya tabia ya eneo la Afrika Mashariki. Kwamba eneo la Afrika Mashariki kwa hivi sasa kitabia linaashiria kwamba kuna nafasi kubwa ya kuja kwa wawekezaji. Na kuelewa tabia ya wawekezaji, hili linakuwa ni jambo muhimu. Na tunasema kwamba kuna ishara kubwa ya kuja au kuongezeka kwa wawekezaji hasa kutoka nje, kulingana vile vile hata na data ambazo zilipata kutolewa na moja katika mawaziri wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, katika siku za karibuni, ikiashiria kwamba ile wanaita wenyewe foreign direct investment, ile sehemu ya uwekezaji wa kutoka katika nchi nyingine au katika mashirika mbalimbali ya kimataifa katika eneo la Tanzania, katika nchi ya Tanzania, vile vile umeongezeka kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na miaka mingine ya uko nyuma. Yote inatoa ishara kwamba katika siku za usoni tutegemee ujio au nchi husika zitegemee ujio wa sehemu kubwa ya wawekezaji, na hivyo ni muhimu kuweza kuelewa tabia ya wawekezaji.
Sasa tunaweza tukachukua sample ya projects ambayo inataka ifanywe na Aliko Dangote, na kuna mambo mengi ambayo kidogo inabidi kujaribu kuyafahamu ili kuweza kujua mustakbali wa mbele inawezekanaje nchi husika zikaweza kukabiliana na ujio wa wawekezaji kwa namna ya kwamba wao waweze kupata faida na wawekezaji husika waweze kupata faida. Project ambayo inataka ifanywe na Aliko Dangote ni moja katika project muhimu katika eneo la Afrika Mashariki, na umuhimu wake unawezekana ukatokana na mabadiliko ya dunia, kwamba kama hivi sasa inaonekana kwamba kumekuwa kuna tatizo kubwa la upatikanaji wa nishati kama ya mafuta, na hii ni kutokana na siasa ambazo zimekuwa zikiendelea katika mlango bahari wa Hormuz, zikichagizwa na mvutano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, jambo ambalo kwa maelezo yake mwenyewe Aliko Dangote alikuwa akifanyiwa mahojiano vile vile siku za karibuni, alikuwa akiashiria kwamba nchi za Afrika Mashariki zenyewe zimeona kwamba kuna umuhimu wa kuto kuendelea kusubiri mafuta au kununua mafuta kutoka katika nchi za Ghuba au nchi kama za India ambazo zinafanya usafishaji vile vile wa mafuta, au nchi kama za Urusi, kwa kuzingatia kwamba kutokana na misuguano au ya dunia inavyozidi kwenda, siasa ya dunia wakati mwingine inaweza kapelekea uchumi wa Afrika Mashariki ukazorota kwa sababu ya mazingira ambapo nishati husika inatokea. Katika mazingira namna hiyo, maana yake inachagiza katika eneo la Afrika Mashariki kuwepo na kiwanda cha usafishaji wa mafuta, kwa kuzingatia kwamba vyanzo vya mafuta vinaweza vikapatikana. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, tuna nafasi ya kuweza kutazama ile project nzima ya Aliko Dangote, lakini kabla ya kuitazama project ya Aliko Dangote, ni vyema kuweza kurudi nyuma ili kuweza kufahamu aina hii ya maamuzi ambayo wakati mwingine imekuwa inaweza ikahama kwamba ifanyike huko ama ifanyike huku, inawezekana ikawa inasukumwa na kitu gani. Project husika au mchakato mzima wa jambo la mafuta katika upande wa Afrika Mashariki, maana yake tunaweza tuligawanya katika sehemu kama tatu. Sehemu ya kwanza ni wapi mafuta yanapatikana. Mpaka sasa hivi kwa idea iliyokuwa wazi au kwa kile kilichokuwa wazi ni kwamba mafuta yanapatikana katika nchi ya Uganda, katika eneo la Tilenga ambalo linapatikana katika upande wa kaskazini mwa Ziwa Albert, lakini vile vile katika upande wa Kingfisher ambao linapatikana upande wa kusini wa King Albert. Ujazo wa kiwango cha mafuta ambacho kinategemewa ambacho kipo katika sehemu husika kiujumla inakadiriwa kufikia pipa takriban bilioni 6.5. Lakini kupatikana kwa pipa bilioni 6.5 chini ya ardhi au kukadiriwa kwa pipa bilioni 6.5 chini ya ardhi hakutoi ishara ya kwamba kuna uwezekano wa kupatikana mafuta yote, kwa sababu tabia ya mafuta inaweza ikalinganishwa na tabia ya maji, kwamba inawezekana ikachimbwa kisima, katika hatua ya kwanza pressure ya maji ikawa kubwa, lakini siku zinavyozidi kwenda manake kile kiwango kinawezekana kikapungua. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, kile kinachokadiriwa kuweza kupatikana katika mafuta maana yake ni kiwango cha takriban kama pipa bilioni 1.5, na hii ni kwa kuzingatia kwamba mafuta kadri yanavyozidi kuvunwa maana yake kwanza huwa yanapungua, lakini ukiachilia mbali kupungua, maana yake ile pressure ya kuweza kusupport upatikanaji wake kutoka ardhini inawezekana vile vile ikapungua, na pressure inapokuwa inapungua maana yake ni kwamba inafanya gharama ya uvunaji wa mafuta ikawa kubwa. Kwa hiyo inapofikia hatua wakati mwingine ile gharama ya uvunaji wa mafuta inakuwa kubwa kuliko bei iliyoko katika soko la dunia. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba mafuta yanaweza yakaachwa kuvunwa hata kama yako ardhini, kwa kuzingatia kwamba bei ya uvunaji wake na bei ya soko la dunia maana yake inakuwa iko tofauti. Ndio maana nimesema kwamba kimakadirio kile ambacho kinaweza kikavunwa kutokana na ile reserve ya mafuta takriban kama pipa bilioni 6.5 automatically itakuwa ni pipa takriban bilioni 1.4 mpaka bilioni 1.5. Kama itazidi inaweza ikazidi kidogo, lakini kwa estimation hasa imekaa, kwa makadirio hasa imekaa katika muundo wa namna hiyo. Lakini jambo lingine katika upande huo maana yake ni kwamba nani anamiliki mafuta? Mafuta ya nchi ya Uganda yana share katika swala la umiliki, kwa kuzingatia kwamba kuna kampuni ambazo zimekuja kuwekeza teknolojia, lakini vile vile zimekuja kuwekeza pesa katika ile process nzima ya uvunaji wa mafuta kutoka katika nchi ya Uganda. Na nazungumzia kuna kampuni kama ile ya Total
ambayo katika branch yake au katika upande wa Ufaransa, umiliki kutoka katika upande wa Ufaransa wa kampuni ile ya Total Energy, maana yake wao wana control takriban kama asilimia takriban kama 56.67 ambayo wao ndio sehemu ya share yao katika swala zima la mafuta ambayo yanapatikana kutoka katika nchi ya Uganda. Lakini vile vile kuna kampuni nyingine ambayo ni wanaita China National Overseas Oil Corporation, ambao manake ni kampuni ambayo inahusika vile vile na masuala hayo ya utafutaji wa mafuta na mfano wake. Manake yenyewe imewekeza takriban asilimia 28.37. Ukichukua asilimia 56.67 ukajumlisha na asilimia 28.33, automatically unakuja kupata asilimia takriban kama 85. Kwa ina maana kinachomilikiwa na Uganda katika ile reserve ya mafuta yanayopatikana, automatically wao watakachokuwa wanapokea ni takriban asilimia 15 ya hili kinachopatikana kiujumla. Lakini vile vile kuna umiliki wa pili katika section hiyo hiyo ya mafuta, kwa maana kile kinachosaidia mafuta yaweze kufika katika sehemu husika ya kule chongeliani. Maana yake ni ile pipeline au lile bomba la mafuta ambalo actually linatoka katika nchi ya Uganda katika sehemu ya Hoima inaelekea mpaka kule Chongeleani upande wa Tanga. Sasa katika upande wa umiliki, maana yake watu wote au hizo kampuni tatu nimezitaja, katika hizo pande tatu ambazo nimezitaja, kwa maana ya kwamba upande wa Ufaransa kupitia kampuni yao ya Total Energy, lakini vile vile upande wa China kupitia kampuni yao ya China National Overseas Oil Corporation, lakini vile vile katika upande wa Uganda na katika upande wa Tanzania, wote wana sehemu ya umiliki katika lile bomba la mafuta. Kwa maana kwamba Total Energy wenyewe wana asilimia takriban 62 ya umiliki. Kuna kampuni ya China ina sehemu ya umiliki wa takriban asilimia 8, ina maana inafanya asilimia 70, na kisha asilimia 15 inamilikiwa na nchi ya Tanzania, na kisha asilimia 15 nyingine inamilikiwa na nchi ya Uganda. Na hii inakuwa ni muhimu kwa kuzingatia kwamba kuna transit fee, kuna ile gharama ya usafirishaji wa yale mafuta ambayo vile vile huwa inachajiwa na ile bomba husika. Yani maana yake organization ambayo inasimamia bomba inachaji gharama ya kusafirisha yale mafuta. Kwa hiyo ina maana hii inakuwa pia ni moja katika mambo muhimu ya kuzingatia katika swala zima la mafuta ya nchi ya Uganda. Na bomba hili manake ni bomba ambalo linaweza vile vile likaingia katika rekodi ya dunia kwa kuzingatia kwamba ndio bomba la kwanza duniani kuchukua umbali wa takriban kama kilomita 1443, kwa maana kwamba kuna kilomita takriban kama 296 ambazo zinapatikana katika nchi ya Uganda, lakini vile vile kuna kilomita takriban kama 1100 takriban kama na 47 kufanya jumla ya kilomita takriban 1443 kiujumla wake katika pande za hiyo. Ina maana 1147 ni katika upande wa Tanzania na kilomita 296 ni takriban katika upande wa Uganda, ili kuweza kufanya total au jumla ya kilomita 1443. Hii ni katika upande wa ile bomba la mafuta limepita katika umbali gani katika pande zote mbili. Na kisha kuna hatua ya mwisho ya yale mafuta yanapotoka, maana yake ni kwamba ndio hatua ambayo inaonekana kwamba yeye Aliko Dangote amejaribu kutazama kwamba mafuta husika kutoka kama mafuta ghafi, wakati mwingine inawezekana isi make sense, kwa sababu ukizingatia mafuta ghafi yanapokwenda nje yakafanywa mchakato wa kusafishwa na kila kitu, mwisho wa siku wanakuja kuuziwa hawa ambao vile vile wamezalisha. Kwa ina maana ilikuwa ni fursa ya kiuchumi ambayo vile vile Aliko Dangote alikuwa ameitazama. Sasa uwezo wa bomba husika ni kubeba takriban kama pipa 200,000 pamoja na 46,000. Ndio uwezo maximum ya bomba husika, maana ni kubeba pipa takriban kama 200,000 na 46,000 kwa siku.
Na tumesema kwamba hili linaingia katika rekodi ya dunia kwa sababu bomba husika linaingia katika rekodi ya dunia kwa sababu ya kuzingatia kwamba ni bomba ambalo limetengenezwa, lakini ndani yake kuna nyaya ambazo zinazalisha joto la takriban kama sentigredi 50 ili kuweza kusaidia ile crude oil, yale mafuta yaweze kusafiri, kwa sababu kinyume na hapo maana yake yanaweza kuganda na kushindwa kufika katika sehemu husika. Kwa hiyo tumesema kwamba linaingia katika rekodi ya dunia kwa kuzingatia kwamba hakuna bomba limefikia umbali huo ambalo lina tabia hiyo ya kuwekwa nyaya ndani ya kuzalisha joto ili kuweza kusapoti ile mafuta yaweze kusafiri, isipokuwa katika umbali huo wa takriban kama kilomita 1443. Maana yake ni bomba la Afrika Mashariki, maana yake linaanzia katika nchi ya Uganda kuelekea paka katika mkoa wa Tanga katika nchi ya Tanzania. Kwa maana ni moja katika alama ambayo inaweza ikasomwa duniani au ikapigiwa mfano duniani au ikasimama kama sehemu ya utambulisho wa eneo zima la Afrika Mashariki kutokana na project ambayo imefanyika ya bomba husika. Sasa hatua ya mwisho ambayo tunajaribu kuitazama ni hatua hii ambayo ya Aliko Dangote ambayo amekusudia kuifanya ya usafishaji wa mafuta. Hatua hii ni hatua ambayo si ngeni katika eneo la Afrika Mashariki, na inakuwa si ngeni kwa kuzingatia kwamba Uganda wenyewe vile vile wana project hiyo ya kuweza kufanya usafishaji wa mafuta, na hii ni kwa sababu ya sehemu ya makubaliano ambao wameingia na kampuni ya kutoka United Arab Emirates inajulikana kama Alpha MBM Investor, ambao wamekusudia wenyewe kuwa wanafanya usafishaji wa mafuta wa takriban kama pipa 60,000 katika kilele chake, lakini katika hatua ya mwanzo wanaweza kuanza na pipa 30,000 katika mazingira ya kwamba wanafanya uwekezaji hivi sasa na kilele chake inawezekana ikawa ni mwaka 2030. At the same time vile vile Aliko Dangote plani yake ni hiyo, ikiwa kilele chake cha kukamilisha ule uwekezaji inaweza ikawa katika mwaka 2030. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba wakati Aliko Dangote anaanza kufanya usafishaji wa ile mafuta, ile crude oil, wakati huo vile vile na Uganda wanaweza wakaendelea kufanya na wenyewe usafishaji wa mafuta kwa ajili ya matumizi yao ya ndani pamoja na ikiwezekana kuuza katika nchi nyingine. Kwa hivyo ile sehemu ya uzalishaji wa pipa takriban kama 246,000 kwa siku inawezekana kufikia kwenye mwaka 2030 ikawa inapungua, kwa maana kwamba Dangote inawezekana asipate zile pipa takriban 246,000 kama ilivyo katika hesabu ya pipa zile kwa siku, pamoja na kwamba project yake anakusudia ikiwezekana asafishe pipa takriban kama 600,000, lakini tunasema kwamba inaweza ikapungua kwa kiwango fulani kutokea katika bomba, sio kutokea katika reserve. Katika reserve anaweza akapata, lakini kutokea katika bomba maana yake inawezekana ikapungua, kwa kuzingatia kwamba Uganda katika hatua ya mwanzo kwenye mwaka 2030 wataanza kuwa wanachukua kwanza pipa 30,000, kwa maana kwamba sasa jumla ya pipa itakuwa ni takriban kama 216,000 kutokana na jumla ya pipa ambazo kwa zinapitishwa katika bomba ni 246,000 ambao zinaendana vile vile na uwezo wa uzalishaji wa zile senta zote za kule Tilenga na kule Kingfisher. Kote kwa ujumla kwa siku uzalishaji wao wanaweza kuzalisha hizo pipa 246,000 ambao zinaendana na saizi ya usafirishaji wa bomba husika. Kwa hivyo ina maana kama Uganda wenyewe vile vile wataanza kusafisha mafuta takriban kama pipa 30,000 katika hatua ya mwanzo, ina maana katika upande wa bomba itakuwa inasafirishwa kiasi cha pipa takriban kama 216,000, na itakapofikia katika kilele cha usafishaji wao kufikia kusafisha pipa takriban 60,000 automatically, maana yake vivile katika bomba pipa zitapungua kwa takriban pipa 60,000 kutoka katika 246,000, automatically zitabaki pipa takriban kama 186,000. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, unapozungumzia katika upande wa soko, maana yake soko la Uganda inawezekana lisipatikane vizuri katika plani ya Aliko Dangote, kwa kuzingatia kwamba Uganda wenyewe vile vile watakuwa wanafanya usafishaji wa mafuta na ikiwezekana kujiuzia wenyewe ndani na kusupply hata katika baadhi ya nchi zingine.
Sasa tunayazungumza haya kwa logic pana, kwa kuzingatia kwamba moja katika masharti au mapendekezo ya Aliko Dangote katika namna ya kufanya uwekezaji, mojawapo ilikuwa ni kusaidiwa kuweza kuzuia mafuta ya bei rahisi ambayo yanatoka kutoka katika nchi kama za India ambao vivyo wanafanya usafishaji, au katika nchi ya Urusi kuja katika maeneo ya Afrika Mashariki. Maana yake mafuta yale yanakuwa yako bei rahisi kiasi ambacho yanaweza kaja kuharibu sehemu ya mafuta ambayo yeye atakokuwa anayasafisha, hata kama gharama yake itakuwa imepanda juu kidogo. Maana yake ikikutana sasa na mzigo mwingine ambao umeingia bei yake iko chini, automatically atakuwa anashindwa kufanya biashara. Ndio maana tumejaribu kuzungumzia vile vile hiyo plan ya nchi ya Uganda. Sasa kile kilichozungumzwa na Aliko Dangote hivi siku za karibuni ni kufikiria kutengeneza ile refinery katika mkoa, katika jiji la Mombasa, kuliko kuitengeneza katika nchi ya Tanga. Lakini kwa namna ambavyo sisi tunatazama, tunaona hiyo fikra ni fikra njema, ni fikra njema kwa kuzingatia kwamba katika nchi kama Tanzania imeshafanya uwekezaji katika upande wa simenti, na katika muundo wa namna hiyo, kama mfanyabiashara ana haki ya kuweza kutazama maslahi yake, anaweza akapata zaidi kutoka katika upande gani, na kuzingatia vile vile sababu ambazo yeye mwenyewe amezitoa kwamba nchi ya Kenya maana yake ni nchi ambayo inafanya matumizi makubwa ya mafuta kuliko nchi karibia zote za East Africa. Lakini vile vile ukiangalia hata katika upande wa GDP, lile pato ghafi la taifa la nchi ya Kenya manake liko juu zaidi ukilinganisha na nchi zingine. Lakini kwa kuzingatia pendekezo la Aliko Dangote katika upande wa kuzuia yani kulinda ile maslahi yake kama mfanyabiashara, kwa kuzuia ile sehemu ya mafuta rahisi ambayo inawezekana kana ingia katika eneo la Afrika Mashariki kiasi ambacho inaweza ikafanya disturbance katika sehemu ya uwekezaji wake. Hii ndio pointi ambayo tunajaribu sana kuitazama kwa umakini, kwamba uwekezaji wa Tanzania Tanga na uwekezaji wa Mombasa, upi unaweza ukamfeva zaidi katika hesabu hiyo ya kujaribu kuchunga vile vile market yake katika eneo la Afrika Mashariki. Katika kile ambacho tunachokiona sisi, tunaona kwamba uwekezaji wa Tanga inawezekana ungeweza kumsaidia yeye zaidi, na hata hii move aliyojaribu kuizungumza inawezekana ikawa ni move ya kujaribu kutikisa upande wa Tanzania, ili ikiwezekana waweze kwenda katika negotiation nyingine, kwa kuzingatia kwamba hata ile pendekezo la kuwekeza Tanzania maana yake hasa lilichagizwa na Rais William Ruto pamoja na Museveni, kwa sababu wao ndio walikuwa wamekaa katika sehemu ya mazungumzo na Aliko Dangote, na hii imekaa katika muundo ufuatao. Nchi ya Tanzania katika projekti hii ina faida mbili, wakati nchi ya Kenya inawezekana ikawa na faida moja. Nikisema faida mbili, maana yake ni kwamba nchi ya Tanzania ina sehemu ya umiliki katika bomba la mafuta. Kila pipa linalopita katika bomba la mafuta maana yake linachajiwa takriban kama $12 kama .46 kama nakumbuka vizuri, lakini takriban $12. Kwa hiyo maana yake ni kwamba umiliki wa 15% wa Tanzania unaipa share katika kila pipa moja ya umiliki wa takriban kama $1.83. Hii ni pesa ambayo Tanzania wao watakuwa wanaipata kutoka katika kila pipa moja ambalo linapita katika bomba husika la mafuta. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba Tanzania inakuwa ina advantage zaidi ya kutupilia mbali aidha sehemu ya kile wanachoweza kukipata kutoka katika kila pipa, kwa maana ya kumfeva yule mwekezaji. Let's say Dangote ananunua mafuta kwa gharama fulani, tuseme labda ananunua kwa dola 60 kwa kila pipa moja. Ina maana Tanzania, kwa sababu katika ile gharama ya pipa wana sehemu ya udhibiti wao wa takriban kama $1.83, katika mazingira ya namna hiyo, maana yake kumfeva mwekezaji, inawezekana wakasuggest kupunguza sehemu ya gharama katika upande wa kile wanachokipata wao, ili kuweza kumfeva mwekezaji. Wakati ukiangalia katika upande wa Kenya wao wanakuwa hawana udhibiti katika upande, hawana umiliki, maana yake katika upande wa mafuta hawana umiliki, lakini vile vile hata katika upande wa bomba la mafuta vile vile hawana umiliki. Katika mazingira namna hiyo, kile wanachoweza kuwa wanakitegemea katika kumfeva mwekezaji, maana yake hasa ni katika upande kama wa kodi kuwa rafiki, ili mwekezaji aweze kuwekeza kwa mazingira ambayo hata kwa Tanzania vile vile yanaweza yakapatikana.
Maana Tanzania sasa inakuwa ina advantage mbili. Advantage ya kwanza ni ile ya umiliki wake ni sehemu ya share yake katika bomba la mafuta, ambayo ina maana sehemu ya kile wanachokipokea kingeweza kubadilika kulingana na vile wanavyokubaliana na mwekezaji wao. Kwa sababu kile wanachokipata wao kinakwenda kuinfluence au kinakwenda kuongeza thamani katika mafuta yanayouzwa katika hatua ya mwisho. Maana yake ile mafuta ghafi, ile crude oil inapouzwa katika hatua ya mwisho, maana yake kuna pesa ambayo lazima ije Tanzania. Lakini katika upande wa pili kuna mshale wa kodi ambapo Kenya upo na Tanzania upo, lakini vile vile ina maana mwekezaji angeweza kupata kutoka katika nchi ya Tanzania, angeweza kupata katika upande wa kodi ya kawaida, lakini vile vile angeweza kupata punguzo kutoka hata katika ile gharama ya mafuta, ili kuweza kumfavor yeye aweze kukaa katika mazingira mazuri. Sasa tafsiri ya hili maana yake ni kwamba kuna nafasi kubwa ya kwamba mwekezaji wakati mwingine of course ni mtu ambaye yuko very strategic. Yani Aliko Dangote ni mtu very smart, na hata ukimsikiza katika speech zake, katika ile mahojiano yake, unaweza ukaona kwamba ni mtu ambaye anajua, yani project zake anapozifanya anahakikisha kwamba yeye anajua in and out, anajua faida, anajua hasara, anajua kila kitu. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuwekeza katika nchi ambayo ina sehemu ya udhibiti wa vitu viwili ambavyo vyote vinaweza vikakusaidia kupunguza gharama ya uzalishaji, hili linakuwa ni bora zaidi kuliko kuwekeza katika sehemu ya nchi moja ambayo inaweza ikawa inamiliki section moja tu katika ile sehemu ya uzalishaji. Hili ni jambo la kwanza ambalo tunaliangalia. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiliangalia ni katika upande wa soko, kwa maana kwamba uzalishaji wa Aliko Dangote hautegemewi kukomea tu katika uzalishaji wa nchi ya Uganda, na ndio maana pamekuwa na fikra ya kujaribu kuchagiza upande wa pili wa Ziwa Albert ambao ni upande wa Kongo, kujaribu kuangalia uwezekano kwamba huenda na kwenye vivyo pakao kuna mafuta. Hii manake inaweza ikasaidia ile project ya mafuta ikafanyika kwa muda mrefu, ya usafishaji wa mafuta kufanyika kwa muda mrefu, kwa kuzingatia kwamba kwa ile ya Uganda peke yake inaweza ikasurvive kwa miaka takriban 20 mpaka miaka 30. Lakini panapokuwa na ziada ya kutoka katika nchi nyingine kama ya Kongo, automatically hata ile plani ya Aliko Dangote ya kufikia katika pipa 600 inakuwa ni rahisi kuweza kufikiwa. Sasa katika mazingira ya kwamba plani manake si kuuza katika nchi moja labda Tanzania au ya Kenya peke yake, hili linakuja kuua kwanza ile hoja ya kusema kwamba Kenya kuna matumizi makubwa ya mafuta. Hii ni hoja ambayo bila shaka inakuja kuanguka, lakini vile vile ni hoja ambayo inaweza ikaja kutazamwa katika upande wa pili, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ambayo imezungukwa takriban na nchi 8. Kwa hiyo unapofanya uzalishaji au ule usafirishaji wa mafuta katika nchi ya Tanzania, maana yake inawezekana ikawa ni rahisi kwako wewe mwenyewe mwekezaji kuweza kusafirisha yale mafuta kuyapeleka katika nchi tofauti tofauti, maana yake kuyapeleka Kenya, kuyapeleka Msumbiji, kuyapeleka Malawi, kuyapeleka Kongo na kupeleka sehemu nyingine, kwa maana kwamba wahusika wanahitaji boda moja kuweza yule bidhaa kuweza kuwafikia. Tofauti labda mtu anapokuwa amewekeza katika nchi kama ya Kenya, ambayo hatusemi kwamba ni decision au ni mawazo ambayo sio ya sawa, hapana, lakini tunachosema katika ile muktadha wa kutazama maslahi ya mwekezaji mwenyewe, kwa kuzingatia kwamba uwekezaji wake amejaribu kuframe kwa kutazama vile vile namna gani pia nchi husika za Afrika Mashariki zinaweza zikajiweka mbali na ununuzi wa mafuta ya bei rahisi, ili kuweza kumfavor yeye aweze kuendelea na uzalishaji wake. Kwa hivyo katika mazingira ya namna hiyo, maana yake uwekezaji kama wa Tanzania inawezekana kwa una faida zaidi, kwa kuzingatia kwamba mipaka ya Tanzania iko karibu zaidi, au gharama yake ni rahisi zaidi kwa watumiaji wa mafuta au wahitaji au nchi zinazohitaji mafuta kuweza kuyapata kwa kuepuka zile gharama za kutoka boda moja kwenda katika boda nyingine. Ina maana ikifanyika refinery katika kama Tanzania kwenda katika nchi kama ya Malawi, kwenda Msumbiji, kwenda Kongo, kwenda Rwanda, Burundi, kote, maana yake unahitaji tu boda moja uweze kufika. Hili ni jambo lingine ambalo bila shaka lilikuwa lina advantage zaidi kwa Aliko Dangote. Lakini jambo la tatu ambalo tumekuwa tukilitazama, ukiangalia projection ya nchi kama Tanzania au kile kinachotegemewa katika nchi kama Tanzania katika siku za usoni, ni wazi kabisa kwamba ni nchi ambayo uchumi wake unakuwa vizuri sana, kwa sababu unakuwa katika kwa asilimia kama 6.2 zaidi ya nchi karibia zote za Afrika Mashariki. Ina maana nchi ambayo inakaribia ukuaji wa Tanzania maana yake ni nchi ya Kenya.
ni nchi ya Rwanda, ambayo inawezekana wenyewe wakawa wamezidi kidogo, lakini ukiangalia ukubwa wa Rwanda na ukubwa wa Tanzania uko tofauti. Kwa hiyo kile kinachoonekana ni kwamba katika siku za usoni, manake ukuaji wa Tanzania wa uchumi hautokuwa wa hivi ambavyo unatazamwa katika leo hii. Maanake kuanzia miaka 4 mbele, miaka 5 mbele, mpaka kufikia miaka 15, miaka 20, kuna nafasi kubwa Tanzania ikawa ni moja katika leading countries, ikawa ni moja katika nchi ambazo uchumi wake ni mzuri zaidi katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa ina maana kwa fikra ya mbele ya mfanyabiashara, kama leo hii tunatumia kigezo cha matumizi ya mafuta kwamba katika nchi kama ya Kenya mafuta yanatumika zaidi, maanake ni hoja ambayo katika siku za usoni inawezekana isiwe na mashiko. Lakini jambo lingine, matumizi hayachagizwi peke yake na viwanda, bali vile vile yanachagizwa na idadi ya watu katika nchi, kwa kuzingatia kwamba mafuta ni bidhaa ambayo inatumika katika mambo mengi, katika usafiri, katika utengenezaji wa baadhi ya vitu na mfano wa namna hiyo. Kwa hivyo katika nchi kama Tanzania, ukuaji wake wa population au idadi ya watu ni mkubwa kiasi ambacho inatazamiwa kwa hivi sasa tu kuwa kuna watu takriban kama milioni 70, na kwa tabia ya ukuaji wake, maana yake kuna nafasi mpaka kufikia kwenye mwaka kama 2050 kufikia watu karibia milioni 100 au milioni 120, kulingana na namna ile population jinsi inavyokuwa. Automatically kwa projection ya mbali au kwa fikra ya mbali, maana yake ni kwamba bado inabaki kwamba ni jamii ambayo ukuaji wake vile vile ni mkubwa, na hivyo kuna nafasi kubwa, kama ni swala la kutazama soko la nchi husika, kuna nafasi kubwa Tanzania pakaja kuwa kuna soko kubwa, kwa sababu ya kuzingatia kwamba ukuaji wa population ya Tanzania ni mkubwa kuliko ukuaji wa nchi yote katika eneo la Afrika Mashariki. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, imetumika hoja kama ya GATS kwamba utanuzi wa bandari kama ya Mombasa ni rahisi zaidi kuliko utanuzi wa bandari kama ya Tanga. Lakini mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kwamba mafuta mengi yanashushiwa Tanga, mafuta mengi ya Tanzania yanashushiwa Tanga. Katika mazingira namna hiyo, hatutaraji kwamba palikuwa na jambo la ajabu sana la kufanya kwamba mafuta ambayo yanachakatwa na Aliko Dangote, meli haziwezi kufika katika sehemu husika kuweza kupata mafuta. Lakini vile vile ukizingatia maturity au ule ukuaji, kufikia katika kilele kile cha uzalishaji ili aweze kuanza kuchakata hayo mafuta, maana yake inaweza kufika 2030. Kufika 2030 maana yake hatutaraji kwamba sehemu ya Tanga au bandari za Tanga zitabaki kama hivi zilivyo, kwa kuzingatia kwamba moja katika project ambayo sasa hivi Tanzania imekuwa inafanyika ni project katika upande wa bandari, kuanzia Bagamoyo na maeneo mengine. Wamekuwa wakifanya project kubwa kuhakikisha kwamba zile bandari zinakaa katika hali ambayo inaweza ikasupport mizigo kuingia na kutoka katika pwani za nchi ya Tanzania. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo, bado tunaona kwamba ile hoja ya kwamba utanuzi au meli kuweza kufika, bila shaka ni hoja ambayo hatuoni kama inawezekana ikawa na mashiko makubwa. Lakini kubwa kuliko zote ni kwamba project ya Aliko Dangote manake ni project ambayo inahitaji ushirikiano. Inahitaji ushirikiano kutoka katika nchi za Afrika Mashariki na Kati ili kuweza kuhakikisha kwamba kile anachokizalisha kinaweza kupata soko la ndani ya Afrika bila kupata disturbance ya namna yoyote. Katika mazingira namna hiyo, maana yake kutulizana katika sehemu moja ili kuwa ni beta zaidi, kwa kuhofia kwamba kuna uwezekano labda uwekezaji ukifanyika katika nchi kama ya Kenya, strategically Tanzania wanaweza wakaamua na wenyewe kuchukua step nyingine ya kutazama kwamba hata tukifikia katika hatua hiyo ya Aliko Dangote kukamilisha kufanya ile usafirishaji wa mafuta, maana yake sisi tutatazama mafuta yepi yanapatikana kwa bei rahisi, ya Aliko Dangote au mafuta yanatoka katika nchi za Gulf. Maana yake ikitokea kama mafuta yanatoka katika nchi za Gulf ni rahisi zaidi kwa ukuaji wa kiuchumi, maana yake mtu hawezi kununua mafuta ambayo yako ghali. Sasa ili kuepuka hilo, maana yake kutulizana mahala pamoja na kuepuka kutengeneza friction ambazo zinawezekana zikakusanya nchi mbili ambazo tunazitegemea katika upande wa soko, ili bila shaka lilikuwa ni bora zaidi kuliko kutazama tofauti na vile ambavyo tunaona. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kile tunachokiona sisi, tunaona kwamba project ilikuwa inawezekana kufanyika katika mkoa wa Tanga, na hoja nyingi ambazo zimekuwa zikitumika za kuonyesha kwamba
labda kufanyika Kenya inawezekana ikawa ni bora zaidi kuliko kufanyika Tanzania. Tunaona kwamba ni strategic moves, yani ni strategic movement, ni movement za kistrategia za kujaribu kutengeneza mazingira kwamba jamii husika au serikali husika kama ya Tanzania iweze kuona kwamba kuna umuhimu wa kwenda kuzungumza na Aliko Dangote, na ikiwezekana kuweza kumkubalia kwa masharti yake, hata kama katika upande wa nchi husika itakuwa haina faida ya kiwango hicho. Kwa ina maana hii ni tabia miongoni mwa tabia muhimu za wawekezaji, kwamba anapokuja na mtaji akakusudia kuwekeza katika nchi yako, moja katika calculation muhimu anazopiga ni namna gani yeye vile vile anaweza akapata maslahi yake. Sasa kwa sababu lazima iwe ni win to win business, manake nchi husika lazima itazame kwamba yenyewe inaweza ikanufaika vipi na mwekezaji akanufaika vipi, na sio tu kutazama kwamba yule mwekezaji aweze kunufaika pasi na kutazama ile nchi husika inaweza ikanufaika kwa kiwango gani. Hii ni tabia ambayo iko very common, ni tabia common kwa wawekezaji karibia wote duniani. Unapokwenda mahala, wakati mwingine wanaweza wakatishia, basi tutastopisha mradi au tutafanya hivi, ili kuhakikisha kwamba nchi husika zinakwenda katika terms ambazo zitakuwa zina maslahi kwa wawekezaji. Lakini kiujumla ni move ambayo bado inaendelea, na kwa hakika hatujapata ile hitimisho la mwisho kabisa la kuhusiana na fikra ya Aliko Dangote ya uwekezaji kwamba anawekeza mahala gani, lakini kiujumla bado ni sehemu katika alama ambayo inaashiria kwamba eneo la Mashariki ya Kati, la Afrika Mashariki ni eneo ambalo linakuwa kiuchumi kiasi ambacho linakuja kuwa ni kivutio cha wawekezaji. Lakini kiujumla bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na ku comments. Uwe na muda mwema.